Kwingineko ni huko nchini Urusi ambapo mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA amesafiri hadi Moscow kwa mazungumzo ambayo hayakuwekwa hadharani kwamba yanahusu jambo gani. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya CBS News ya nchini Marekani. John Ratcliffe anaripotiwa kutoka katika mji mkuu wa Urusi mapema jana Jumanne. Washington na Moscow hazijathibitisha ziara hiyo ni aina gani au ni nani aliyetarajiwa kukutana naye. Mazungumzo ya ana kwa ana kati ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na Urusi ni ya nadra sana. Ikulu ya White House na Pentagon haikutoa maoni, na data ufuatiliaji wa ndege imethibitisha ndege kubwa ya kijeshi ya Marekani iliyosafiri hadi Urusi kutoka Marekani ilipitia Latvia siku ya jana Jumanne. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha ndege ya usafiri aina ya C-17 ikikaribia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Vnukovo mjini Moscow. Iliondoka uwanja wa ndege wa Riga karibia majira ya saa 11:50 na inaonekana ilitua karibu saa 1:04 kulingana na data kutoka Flight Radar 24. Picha kwenye mitandao ya kijamii pia zinaonyesha msafara wa kidiplomasia ukisafiri kupitia Moscow. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanatajwa ni namna ya ushirika unaoendelea katika kutatua mzozo wa Urusi na Ukraine. Kusafiri kwa ndege hiyo ya C-17 kunaashiria safari ya kwanza ya moja kwa moja ya ndege ya Marekani kuelekea Urusi tangu Januari, safari ya mwisho ya moja kwa moja ya ndege iliyosajiliwa na Marekani kuelekea Urusi kutoka Ulaya iliyofanyika Januari mwaka huu, ikiwa na wajumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner kwa mazungumzo ya amani na Rais Vladimir Putin kuhusu suala la Ukraine. Na hata wakati huu inaelezwa kwamba huu ndio mpango ambao unaenda kuzungumzwa. Kremlin ilisema wiki iliyopita haikuwa na taarifa kuhusu ziara nyingine ya Kushner na Witkoff kuhusu Moscow, kwani mazungumzo kati ya Marekani na Urusi kuhusu Ukraine yamekwama kwa kiasi kikubwa. Jambo pekee ambalo wakati huu wachambuzi wa mambo wanalitazama ni namna ambavyo Marekani inatafuta njia za kuweza kutatua mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini pia namna nyingine ya kutatua mzozo wa Ukraine. Hata hivyo, mkuu wa CIA John Ratcliffe anaripotiwa kwamba ni moja kati ya wanadiplomasia ambao wana uwezo wa kujenga hoja katika kuhakikisha wanatatua changamoto zilizopo ambazo pia zinaikabili Urusi. Kumbukwe jambo pekee ambalo wakati huu linajiri katika ulimwengu ni vita vya Mashariki ya Kati pamoja na vile vya Ukraine. Marekani inatamani kutatua mzozo wa Ukraine, lakini bado kuna mipango ambayo haikai sawa kati ya Urusi na Ukraine, kwa sababu Warusi wanaona Ukraine sasa hivi imeanza kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kutoka nchini Ukraine, lakini ukiachana na mashambulizi hayo, Ukraine bado inaendelea kupokea misaada mikubwa kutoka kwa mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Uingereza, jambo ambalo Urusi inaona kwamba litazidi kusababisha vita hivyo kuwa vya muda mrefu zaidi. Katika hatua nyingine, mashambulizi makubwa yamefanywa na Warusi katika hatua ya kulipa kisasi kwa kutumia makombora ya hali ya juu ya ballistic ya masafa ya kati, lakini pia kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Ukraine Kiev, lakini pia na maeneo mengine ya miji ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mara kadhaa amekuwa akizungumzia namna mashambulizi hayo yanavyozidi kuleta hatari na kusababisha vifo vya raia wasiokuwa na hatia, lakini kusababisha majeruhi wengi ambao wanatokana na mashambulizi hayo yanayofanywa na Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni safari ya mkuu wa ujasusi nchini Marekani John Ratcliffe kuelekea huko Moscow kwa ajili ya mazungumzo mapana, na inatajwa kwamba huenda likawa ni suala la Ukraine, na lakini pia wachambuzi wengine wakisema kwamba jambo pekee ni kutokana na mkwamo pia uliopo huko Mashariki ya Kati katika mazungumzo kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.